Mtazamaji, wakati huo utata umeibuka kuhusiana na pendekezo la kuzuia tume ya uchaguzi hapa nchini IEBC kupeperusha matokeo ya uchaguzi mkuu ujao mubashara ama njia moja kwa moja, tetesi za njama fiche zikisheheni. Pendekezo hilo lililoko mbele ya bunge la seneti limeibua hisia mseto, mawakili na Wakenya wakipinga vikali mswada huo. Huku haya yakijiri, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeweka wazi kuwa haijahusika kwa njia yoyote ile na uwasilishwaji wa mswada huo. Kama anavyoripoti mwanahabari Ian Keitani, mswada huo unatarajiwa kujadiliwa bungeni, swali kuu likiwa hapa ni je, ule muda wa kuwasilishwa kwa mswada huo, kwani imesalia takriban miezi 12 pekee kabla ya Kenya kuelekea debeni kwa uchaguzi mkuu wa 2027. Ni mswada uliowasilishwa na kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la seneti Aaron Cheruiyot na mwenzake wa walio wachache Stewart Madzayo, nia ikiwa kuipiga marufuku tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kupeperusha mubashara matokeo ya uchaguzi. Mswada huu unaibua maswali chungu nzima, kwani unapendekezwa wakati ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Wawili hao wanaopendekeza mabadiliko hayo wakiwa viongozi ndani ya bunge la seneti, kando na wao kuwa watetezi wakubwa wa serikali pana. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon hii leo ameweka wazi kuwa tume hiyo haijahusika kwa njia yoyote na uwasilishaji wa mswada huo bungeni. We want to state here categorically that we have not made any such decision, neither have we made any proposals to Parliament to try and stop live streaming. If anything, mswada huo wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa mwaka 2026 unanuia kufanyia marekebisho kifungu cha 39 cha sheria ya uchaguzi na kutupilia mbali wajibu wa kisheria wa IEBC kupeperusha matokeo mubashara jinsi yanavyotangazwa kwenye vituo vya kupigia kura. Upeperushaji wa matokeo mubashara ulitokana na mzozo mkubwa wa ukosefu wa imani ya umma, michakato ya hesabu kura isiyo na uwazi na ghasia mbaya zilizofuata uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. This is disingenuous. It shows you that someone somewhere has panicked. You know, it has to, rightfully, it is a broad-based panic. It has to be, and it should not see the day of light. Wakili Paul Muite kupitia mtandao wake wa X aliweka wazi kutoridhishwa kwake na mswada huo, akidai ni njama fiche. Amesema kuwa na nukuu, maandalizi ya wizi wa kura yanaonekana waziwazi. Ikiwa wizi wa kura utafeli, kuanzisha vurugu ndiyo chaguo la mwisho. Ni lazima wasalie mamlakani. Uamuzi wa wapiga kura una umuhimu wowote. Mobutu na wengine walitumia mbinu hii, lakini mwishowe uamuzi wa Wakenya utaheshimiwa. Wakenya watafanikiwa hata iweje. Upeperushaji wa matokeo moja kwa moja yalinuia kuzuia ukarabati wa kimfumo kati ya vituo vya kupigia kura na kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura, mfumo wa kutuma matokeo kielektroniki na utangazaji wa moja kwa moja wa matokeo kwa umma katika muda halisi ukianzishwa kama hatua muhimu ya kulinda uwazi. Raila Amolo Odinga must be rolling in his grave to see a ranking member from his political party be among people who are sponsoring giving IEBC a blackout. We're waiting to see how they debate it in Senate, but at the end of the day, as advocates, we can tell you free of charge, we are ready to meet them in courts. The moment they finish with whatever they want to do, if they pass it, then they meet us at the Constitutional Division, where we'll show that what they want to do is actually, they are limiting the issue of accountability and transparency. Macho yote sasa yataangazia bunge la seneti na iwapo mswada huo utapitishwa, hii ikiwa ndilo pigano la hivi punde zaidi baina ya pande zote mbili za kisiasa na Wakenya kwa ujumla, taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu tarehe 10 Agosti mwaka ujao. Ian Keitani, runinga ya KTN, Nairobi. Mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia taarifa za KTN leo jioni hii. Asante sana kwa kutazama. Kumbuka mwendo wa saa 3 kamili utapata taarifa zaidi kuhusiana na hotuba ya rais ambayo aliweza kuitoa muda mfupi uliopita. Mimi naitwa Ali Manzu, endelea kutazama. Asante.